una Kevin Yondan, wa pili una Juma Nyoso. Ni nani ambaye unaweza kumchagua aenda akae na mgeni? Wewe unamchagua nani? Wakwenda, yani wewe ndio mlezi wa familia sasa, leo una wageni. Unataka mmoja aenda akae na wageni. Na kusalimu mtazamaji wa Coco TV. Mambo vipi kutoka sehemu ambayo umechagua kuishi? Ikiwa ni siku tena nyingine, jina langu naitwa Filimon Mawazo. Na hizi ni ripoti za Coco TV kutoka sehemu zote ambazo sisi wewe umechagua kuishi na sisi tunaamua kukufikia. Na siku ya leo niko hapa mitaa ya Kisekebi, nipo na ndugu yangu hapa, utakwenda kumfahamu kwa jina lake, lakini pia unaona hii tutakwenda kutuambia vizuri. Yeye ni shabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia tunajua kwamba ligi kuu ya NBC Tanzania bara imerejea na baadaye kutakuwa na michuano ile ya klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu kwamba tayari wao wapo kwenye makundi na wapinzani wote wale wamekwisha kuwafahamu, na wao wanaambiwa wapo kwenye kundi la kifo. Sasa nini ambacho watakwenda kukizungumza? Ungana pamoja nasi kwa ajili ya kwenda kufahamu. Bwana boss, mambo vipi kwanza? Mimi nakufahamu kwa jina moja tu, jina la Saidi. Mtazamaji angependa labda kufahamu majina yako kamili nani? Mimi naitwa Saidi Amani. Na nimefika hapa nimekuona umevaa jezi. Uzi ni wa msimu gani? Huu ni wa msimu huu. Mimi sivagi jezi ya msimu uliopita. Huu ni wa msimu. Hii ni jezi ya magolikipa. Si unashika hata quality yake unaiona. Hii yenyewe ya magolikipa hii amesema yeye mwenyewe. Bana, nipo na Saidi. Sasa kwenye vitu vichache ambavyo ningependa kuvifahamu kutoka kwake. Yeye ni shabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia kabla kwenda kuangazia shughuli ambayo yeye anaifanya hapa, tufahamu kidogo. Wewe timu yako ya Yanga mpaka sasa hivi ipo kwenye hatua makundi ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia hapo kesho unatarajiwa kucheza mchezo wa ligi kuu. Young Africans. Kwanza wewe ni kitu gani hasa ambacho kilikuvutia sana mpaka leo ukaendelea kuishabikia Young Africans? Ukizungumzia swala la kuvutiwa na hizi timu inakuwa kama ni Mtanzania, inakuwa yani imekuwa kama ni nature yetu. Yani ukizaliwa Tanzania, baada ya miaka ukishaanza kujifahamu, wewe mwenyewe unachagua position. Yani unajikuta tu upo Young Africa, unajikuta tu upo Simba Sports Club, lakini kiuhalisia Watanzania wote ni Yanga. Hayo baada ya kutafuta tu sehemu za kujifichia ndo unaenda huko kwenye Simba sijui nini. Maana Yanga ndo imeanza Tanzania na mashabiki wote walikuwa Yanga. Hata hao Simba wametoka ubavuni kwa Yanga, na ndo maana tunasema Yanga ndo Tanzania na Tanzania ni Yanga. Sawa. Wewe kwa mara ya kwanza unatazama Young Africans ilikuwa mwaka gani na mpaka ikakuvutia wewe kwanza kuifuatilia? Kwa mara ya kwanza kiuhalisia, kwanza hii timu mzee wangu anaipenda sana. Kwa hiyo yeye niseme, naweza nikasema kwamba yeye ndio ilikuwa chachu ya mimi pia kufuatilia mpira au kupenda Yanga Afrika. Kwa mara ya kwanza kabisa nakumbuka nilikuwa kama sio darasa 5 la 4 ndo nilianza kufuatilia hii timu ya Yanga. Ni muda kidogo, ni kitambo kidogo. Utaje mwaka? Usitaje basi mwaka. Haya. Kwenye kuifuatilia Young Africans ni kitu gani hasa ambacho kwako wewe najua umewahi kukutana na tunasema kwamba zile cash kuna michezo ambayo tunasema kwamba huwa inaweka rekodi kwako wewe, yani unakuwa ni mchezo mgumu, unaenda kuangalia mechi hivi unakuwa huna amani kabisa, na kuna mechi ambazo unaenda kutazama hivi unakuwa una enjoy kabisa. Ni mechi gani ambayo wewe iliwahi kukutesa, yani kabla ya kwenda kutazama ambayo uliwahi kuenjoy? Mechi gani ambayo iliwahi kukutesa zaidi ambayo ukiwa kama shabiki na ukajuta wakati mwingine kuwa shabiki wa Young Africans? Hapa karibuni ni ile mechi ya Belouizdad. Ile mechi tulitaka kufuzu makundi kwenda robo finali. Nakumbuka kama ni msimu mmoja uliopita huko, misimu miwili iliyopita huko. Ile mechi kwanza ilikuwa ngumu, alafu pia tulikuwa tunahitaji matokeo ya kutosha. Unajua kuna matokeo alafu kuna matokeo ya kutosha. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji matokeo ya kutosha ili kufuzu kwenda robo finali. Ile mechi kiuhalisia nilipata wakati mgumu sana kuiangalia, lakini niliangalia hivyo kwa kuwa naipenda Yanga na sina namna, game ishafika, nilipaswa kuiangalia, lakini ilinitesa sana. Lakini hatimaye tulishinda. Tulimshinda ile mechi kwa ushindi wa goli 3. Ilikuwa ni mabao matatu, mabao manne? Na zilikuwa 3. Zilikuwa 3. Kabisa. Kama hivyo wewe umetuambia game ambayo ilikutesa na game ambayo wewe umewahi kuitazama mpaka wewe mwenyewe ukawa unafurahi kwamba yes, hapa natazama mechi sasa na kweli natazama mpira wa Yanga mpaka muda huu unaendelea kuenjoy. Ilikuwa ni mechi gani hiyo? Ni ile tuliwapiga Simba goli 5.
Toka kuzaliwa kwako. Nilienjoy sana. Kitu gani hasa kilikuwa? Ni furaha, yani furaha, unajua kuna ile furaha ambayo una feel. Naamini yes, hichi ndio kitu nataka. Kwa ile siku tulimfunga Simba goli 5, kiukweli nilienjoy sana. Kwa sababu mpira ulikuwa mkubwa, yani tulicheza mpira mkubwa, alafu na ushindi mnono. Kuna ushindi, unajua kumfunga mpinzani wako goli 5 ni ushindi mnono sana. Kwa mimi nilifurahi sana ile siku. Sawa, nitakuja kukuuliza swali moja afu baadaye utanijibu. Nikisahau kuuliza utanikumbusha. Mtazamaji wa Coco TV, yeye amejitambulisha ni Saidi, mshabiki wa klabu Young Africans, lakini pia yuko hapa. Tunaona pilika nyingi zinaendelea hapa, lakini pia unaona vitu kama hivi. Huu unaitwa nini kwanza? Ni mto. Huu ndo mto wenyewe. Huu ni kwa ajili ya kuegemea. Unaona hapo ulipokaa? Unaweka hapo nyuma kwa ajili ya kuegemea usiumie. Na huko ndani kuna sufi tu. Naweka huko. Sawa, unajua sisi kuna wengine tulichelewa kuingia mjini. Kwa namna hiyo, sawa. Nimekuona leo tumefika huko kwenye ofisi yako hapa, tunaona sofa kama hizi nzuri zinaendelea, kuna zingine ndio kama hizo. Kazi nyingi zinaendelea hapa. Kameramani wangu atazionyesha, baadaye tutaziona pia. Kwanza kwenye hii shughuli yako wewe unatengeneza sofa, si ndio hivyo? Una kipindi cha muda gani kwanza? Ni muda mrefu, yani ni zaidi ya miaka 15 sasa hizi. Nipo kwenye hii tasnia. Maana na hii ni tasnia kama waandishi wa habari. Maana kuna vitu vinafanyika kila siku na kuna mambo yanabadilika kila siku zinavyozidi kwenda, na unakutana na wateja. Yaani mteja anaweza akakupa design ambayo hujawahi kuifanya, lakini akikupa idea, nataka hichi unafanya. Mwisho wa siku kwao nishakuwa mkomavu. Miaka 15 sio michache. Almost tunasema kwamba umri unaelekea wa mtu mzima kikatiba ambayo sisi tunamfahamu miaka 18. Sawa, tuambie pengine sofa ambazo mnatengeneza na kwa uzoefu wako ambao umekuwa nao, kuna sofa zipo za aina ngapi hasa, na kwa wewe ambazo mnatengeneza za aina zipi? Sofa ziko nyingi sana. Sofa ziko nyingi na ambazo sisi tunatengeneza, maana sofa unatengeneza kutokana na soko. Yaani wateja wana modeli zao na wao. Kwa mtu anapokuja anakuambia bwana nataka sofa labda lichi, kuna sofa inaitwa lichi, kuna sofa inaitwa recliner, kuna sofa inaitwa mgongo wa tembo. Hadi sofa ziko nyingi. Kwa hiyo ambazo ziko sokoni ni hizo zile recliner ambazo za kufyatuka zile. Na zingine ni lichi zenye zinakuaga na show pembeni. Na hizi unakopita pita huko unaziona. Sisi tunatengeneza sana, na mgongo wa tembo na wenyewe pia ipo sokoni. Kwa ukihitaji majina hayo kuyaona, basi unakuja tu showroom na kuonesha mgongo wa tembo huu hapa, hiyo lichi hii hapa, hivyo. Kwa ndio aina ambazo zinapatikana hapa na ambazo mnazitengeneza. Safi, lakini umejaribu kutudokeza kwa yule yeye ambaye labda sasa akihitaji labda sofa, ofisi yenu si ni Kiseke hapa, si ndio hivyo, Kiseke B. Kwa yeye ambaye atahitaji labda kwenye mikoa, mnafanya delivery? Tunasafirisha, tunafanya delivery kwenye mikoa yote. Kwa maana kama tunapata mteja yuko nje ya mkoa wa Mwanza, tunaafikiana naye, tunamaliza kufanya kazi yake, anakuja anaiona, tunamfungia vizuri kwa maana ya kupeki. Tunamfungia vizuri na msafirishia mpaka mlangoni kwake. Sawa, turejee kwenye timu yetu. Tutakuja tena tuzungumze kuhusiana na hii ambayo inaendelea hapa. Pia cameraman nafikiri atakuwa amekwisha kutuonyesha. Tuzungumzie kitu kimoja hapa. Nakumbuka Young Africans wao umeikuta na kuna wale walioianzisha. Kuna wachezaji wengi ambao wamewahi kupita na kuna makocha wengi ambao wamewahi kupita. Ni kocha yupi ambaye kwa kweli amewahi kupita Yanga ukasema huyu ni kocha na kwa kweli utamsahau kama shabiki wa klabu ya Yanga? Ni Jack Chamangwana. Unamjua? Mimi namfahamu. Jack Chamangwana miongoni mwa makocha ambao waliwahi kuinoa Young Africans msimu ya kuanzia 2003 hapa kusogea hapa kama sijakosea, lakini pia ndio miongoni mwa makocha ni kutoka Malawi. Ni wa Malawi. Kitu gani hasa ambacho wewe kilikuvutia kwa kweli ukasema kwamba huyu yes ni kocha wa mpira kweli kweli? Kwanza ni kocha, kwanza ni mvumilivu. Unajua kazi ya kocha ina changamoto sana. Na alikuta Yanga nayo pia haina uchumi mzuri, na ni kocha ambaye amekaa Yanga muda mrefu. Kwa hiyo mimi namrespect. Sawa.
Kuna wachezaji wengi wamewahi kupita Yanga. Tubaki kwa kocha. Kocha yupi ambaye aliyekupita wewe mwenyewe ukasema kwamba hapa tumechemka, na mashabiki kweli wa Yanga mkasema na uongozi nao ulichemka kumleta kocha yule? Huyu wajuzi. Huyu Mr. Minuno. Ndio nani? Anaitwa Falls. Huyu kwa kweli unaamini kwamba Yanga hata viongozi wao walichemka kumleta? Kwa nini? Pakubwa sana. Yanga na viongozi kwa ujumla walichemka kumleta kwa sababu unajua ni kocha ambaye amekuta timu iko sawa. Maana Yanga unajua hawajasajili watu wengi. Kikosi kizima cha msimu uliopita, watu waliopungua ambao walikuwa wanaanza first 11. Ambao walikuwa wanaanza first 11 ni kama waliopungua ni kama 3 au 4 hivi. Kwa hiyo waliobaki wengi ni wanaijua timu, wengi ni wazuri, lakini yeye amekuja akaivurugua ile timu, afu mwisho wa siku anacheza mpira ambao tulikuwa hatujauzoea. Kwa hiyo aliturudisha nyuma kusema kweli. Kwa miongoni mwa makocha ambao walifeli kabisa ni huyu Fall. Sawa, kuna wachezaji wengi pia waliwahi kupita Young Africans. Mchezaji mzuri ambaye kwa kweli unamkumbuka? Wapo wachezaji wengi ambao wanaimbwa kwamba walifanya vizuri lakini pia wanaendelea kuishi. Kwa kweli ni mchezaji upi ambaye unasema kwamba aliwahi kuja na huyu kwa kweli ndio mchezaji bora wa muda wote kwenye kikosi cha Yanga? Nasema Idi Chuji. Kwa nini? Au kwa sababu ana nani? Sio kwa sababu ya Tanzania wake, hapana. Yule jamaa alikuwa ni mtu mmoja ambaye yani namba 6 ama namba 8 ambayo nilikuwa sijawahi kuiona. Alikuwa anatekeleza majukumu yake ipasavyo. Alafu ni namba 6 lakini alikuwa sio mtu wa kadi. Yani unajua sasa hivi kuna mfano kama hizi namba 6 zetu sasa hizi kutoka uwanjani bila kadi, kina Kagoma bila kadi ya njano inakuwa ni nadra sana, lakini Chuji akicheza namba 6, akicheza namba 8, yani alikuwa ni midfielder ambayo haijawahi kutokea. Sawa, walikuwepo kina Nionzi Masiju wamepita hapo, kina nani wazuri, lakini Chuji mimi kwangu lakini alikuwa the best. Ukiachana na Chuji kuna Haruna Nionzi Mhakizima na kuna Faisal Salum amewahi kupita pia, kuna Khalid Aucho pia amewahi kupita. Kwa wewe kwenye hawa wachezaji ambao watatu nimekutajia, kuna Faisal, kuna Khalid Aucho, kuna Pacome, kuna Stefan Aziziki na kuna Pacome Zuzu. Yupi ni mchezaji ambao kwa wewe unaamini walau alikuwa anaenda kukaribia kila ambacho alikuwa anakifanya Idi Chuji, walau licha ya kuwa anacheza kwenye maeneo tofauti? Ni Aucho. Nasema Aucho kwa sababu Khalid Aucho alikuwa ni balance ya timu. Yani kwa maana timu ikikosekana Aucho unajua leo kuna mapungufu sehemu, lakini timu ikiwepo Aucho, hata kama Aucho akiwa hayuko form kabisa, lakini unajua kwamba kuna mtu yupo. Kwa hiyo Aucho ndo kidogo anaenda kurecover ile nafasi ya Chuji. Ingekuwa yupo mpaka leo tungesema naweza nikamsimamisha yeye mbadala wa Chuji. Kwa maana yake kwa upande wako kwa wachezaji wote walio kupita Yanga hakuna mchezaji ambaye anamfikia Idi Chuji? Yule jamaa alikuwa ni kiungo. Yule jamaa kwa mimi, lakini upande wangu mimi yule jamaa ni respect. Sawa, tuangazie kwa wachezaji ambao pia wamewahi kupita Yanga. Ni mchezaji gani ambaye kwa kweli unaamini kwamba hamkuwahi kumfurahia kama mashabiki, lakini kwa upande wako wewe ambao ukwahi kumfurahia na ukasema pia hapa uongozi ulichemka? Ni Yipe. Yule hapana. Yule kwa kweli, lakini sikatai, yani siwalaumu sana viongozi kwa kipindi kile kwa sababu changamoto tulizokuwa tunazipitia kile kipindi, alafu tulilazimika kutafuta wachezaji ambao wapo chini ya kiwango kwa sababu tulikuwa hatuna hela. Kiuhalisia ukitaka kupata kitu kizuri lazima mfuko uruhusu. Kwa hiyo walituletea yule Yipe. Yule hapana. Naam, kama vile ambavyo unamsikia, tuzungumze sasa kuelekea kwenye mchezo wa Young Africans dhidi ya kikosi cha KMC. Mnakwenda kucheza, KMC wao ndio ni wageni kikanuni, lakini ndio wenyeji wa ule uwanja. Na kimchezo Young Africans imekuwa ikisuasua, lakini pia imebadilisha makocha msimu huu mpaka sasa hivi. Almost tunaweza kusema kwamba makocha wawili tayari wamekwisha kubadilika. Na kwako wewe lipi ni tumaini lako kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho? Sasa hizi tushakuwa tayari, maana
Kitu ambacho kilikuwa kinatutesa ni kocha. Mwalimu ashatoka, alikuja mwalimu mwingine, alafu amekuja na game plan na wachezaji wameikubali na wameipokea. Kwa hiyo swala la KMC yani sisi kuwafunga wale ni kama wewe tu unavyoangusha embe kwenye mwembe wako wa uani. Una hakika? Kabisa. Kitu gani hasa ambacho kinakupa nguvu kiachana kwa upande wa mwalimu kwamba mnaweza mkafanya vizuri? Kaka, sisi tuna wachezaji wazuri. Yaani sisi wachezaji ni wazuri. Sisi kitu ambacho kilikuwa kinatuangusha ni mwalimu tu. Nadhani mwalimu alielemewa yule jamaa. Yule Minuno. Roman Force. Yule mwalimu alielemewa. Yaani alikutana, unajua hajawahi kuwa kocha mkuu Alafu alikutana na squad ambayo anayemweka nje ni mzuri, anayemweka ndani ni mzuri. Kwa hiyo yani yeye kwanza unajua toka aje mpaka ameondoka kulikuwa hamna first 11. Ilikuwa haipo. Yani mtu leo anaamka tu anaweza akacheza mtu fulani alafu nyewe mliokuwa mnatarajia kwamba fulani anaanza hawezi kuanza, anakuja kucheza baadaye. Kwa hiyo mwalimu aliyekuja ni mzoefu, mwalimu aliyekuja ana CV zake nzuri zinambeba, kwa amekutana na wachezaji wazuri pia. Sisi sasa hizi tuko moto. Sawa, kwako wewe kwenye maisha yako ya soka umewahi kujuta kushabikia mpira? Sana sana Yanga Afrika sijawahi. Yanga sijawahi kujuta. Na sitokaa nijute. Najuta kwa lipi sasa? Ile ulishawahi kujuta wapi? Kwenye maisha ya mpira sijawahi kujuta. Sawa. Turejee kwenye kazi yako ambayo unaifanya hapa. Tumeona umetutajia aina za sofa ambazo mnazitengeneza lakini pia ambazo zipo zinapatikana. Bei ipoje? Bei inategemea na sofa. Maana inategemea na design ya hiyo sofa. Mfano kama hii hapa inakuwa na ni seti ya watu 6. Hizi za wawili zinakuwa 2, yani hii tulokalia iko na nyingine enzie, alafu na moja ziko 2. Bei inakuwa ni 1,800,000. Na kwa mtu ambaye amekuja kuchechemea bei ya chini kabisa, sofa ya bei ya chini kabisa mnamtengenezea kwa ngapi? 1,300,000. 1,300,000 kwa hii au sofa zote? Kwa yani unajua unapokuja wasema bwana mimi mfano mimi nataka nianze maisha, bado sijawa vizuri lakini napaswa nipate kitu kizuri. Hata kama naanza basi isiwe kwamba ndo naanza hivyo. Kwa tunakaa na wewe vizuri, tunakuelezea material tunayotumia na ni material safi kabisa. Kwa hiyo bwana, kwa material haya, kwa hiyo kochi yako unayotaka cost yake ni hii. Kwa hiyo ndo maana nikakwambia yani kochi ya chini kabisa umeuza chini kabisa inabidi sivuke 1.3. Sawa, pengine mtazamaji pia angependa kufahamu sasa kwa ufupi, angependa kufahamu ni kwa namna ipi wewe na pamoja na hii kazi hii challenge ninajua zipo, si ndio hivyo? Kwa ufupi tupitishe. Changamoto kubwa inakuwa ni wapi? Changamoto zipo. Siku zote hamnaga kazi ambayo haina changamoto. Changamoto kwenye kazi yetu naweza nikasema ni wateja tu, kwa sababu wateja na wenyewe pia wanasema sisi ndio tuna changamoto mafundi, lakini uhalisia kama mtu unajua hii ndo kazi yangu ndio niweka mjini, uweze ukailetea changamoto au uweze ukaifanya ikwame sehemu. Lakini sisi mfano kama mteja unampelekea kazi yake, yani kazi imeshaisha umepeleka, saa zingine anakuambia bwana mimi nipo mjini nitakutumia hiyo hela. Sawa. Alafu akishafika nyumbani akaiona kochi yake hata kama ni mzuri, ila kuipata sasa ile hela ambayo imebaki inakuwa ni ngumu. Sasa sijajua, labda wanaona kwamba huyu jamaa mbona kama amenipiga hela nyingi, alafu bila kujua kwamba mimi wewe naweza nikakwambia kochi ni 2.5 sawa, ukanipa advance labda hata 1.5. Hiyo 1.5 unaponipa mimi nikimaliza hiyo 1.5 kabla kazi yako haijaisha, siwezi kukufuata tena ukwambia bwana niongezee hela. Kiuhalisia naweka hela yangu, yani kwa maana naweka mtaji wangu. Mimi siwezi kushindwa kuwa na mtaji wa kumaliza kazi yako, kwa sababu mimi nafanya kazi kwa malengo. Najua hiyo milioni iliyobaki kwako mimi nitaigawa vipi ili na mimi pia maisha yangu yaende. Sasa mteja anavyoona mbona kochi imeisha afu kwangu imebaki milioni, hii ni hela nyingi sana, huyu jamaa amenipiga. Hiyo ndo changamoto sasa kwa mteja ambaye haelewi. Sio wote, ni baadhi ya wateja ambao tunaweza tukakutana na hizo changamoto. Sawa, swali la mwisho la kichokozi,
Mtazamaji na utaniambia kwenye familia, wewe ndio mlezi wa familia, siku hiyo umepata wageni na ukaambiwa uchague mtu mmoja kati ya watu wawili ambaye atakwenda kula na mgeni. Utamchagua nani aenda akae na mgeni? Wa kwanza una Kevin Yondan, wa pili una Juma Nyoso. Ni nani ambaye unaweza kumchagua aenda akae na mgeni? Wewe unamchagua nani? Wakwenda, yani wewe ndio mlezi wa familia, sasa leo una wageni. Unataka mmoja aenda akae na wageni. Mbona hao watu. Kevin Yondan. Kwa nini sio Nyoso? Kevin Yondan kwa sababu unajua Kevin. Tubaki hapa. Nashukuru sana. Bwana, shukrani sana. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Yanga? Yanga ni bingwa. Bwana, huyo ni Saidi, shabiki wa Yanga. Yeye anakuambia kwamba Yanga ni bingwa. Sasa yeye kasema hivyo, lakini wewe unasemaje? Acha comment yako hapo nasi tutaweza kupita nayo, lakini pia unaweza ukatuambia sehemu yote uliyokuepo. Sisi tunakuambia Coco TV ni fursa nyingine ambayo inakufungulia pia kufahamu vitu vingine ambavyo vinapatikana kwenye maeneo tofauti tofauti, kama vile ambavyo leo tumefika kwa ndugu yetu Saidi, ni shabiki wa Yanga. Safi kabisa, mambo ya mpira anatembea vizuri, lakini bado na yeye kazi yake inaendelea kama hivi ambavyo unaona anafanya kazi na anauza sofa kama kawaida. Lakini pia tunaendelea kukutanisha na vitu mbalimbali. Endelea kusalia na Coco TV. Nyuma ya kamera Sudi the boy yuko nyuma kule, lakini pia wapo wataalamu wengine ambao wamehakikisha kuwa kila kitu kinakuwa sawa. Jina langu naitwa Filimoni Mawazo.